nikuambie hili kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 16 fungu la 25. Mithali 16 fungu la 25 Kiswahili cha kisasa anasema, mtu aweza kuona njia yake kuwa sawa, lakini mwishowe humuongoza kwenye kifo. Ni mara ngapi watoto wetu ambao tumewazaa wanahitaji shortcut au njia ambazo tunaona kabisa hizi sio sawa? Je, tunawakubalia? Tunawakatalia? Kuna wakati utamuomba Mungu kitu atakukatalia, kwa sababu kile unachomuomba sio sahihi. Sio kitu ambacho kitakuletea furaha katika maisha yako. Sio kitu ambacho kitakuletea mema. Kwa hiyo kuna saa Mungu kwa sababu anakupenda atakwambia no. Kwa sababu anakupenda kuna saa atakwambia hapana. Ni njia sahihi kwa sababu zinatuongoza katika usahihi kwenda nyumbani mwa Bwana. Iko njia ambayo Mungu akitazama itakuingiza motoni, itakupeleka jehanamu. Wewe unaipenda lakini itakupeleka jehanamu. Wewe unapenda starehe ya kwenda disco, wewe unapenda starehe ya kwenda club, wewe unapenda starehe ya kunywa pombe, unapenda starehe ya kuvuta bangi, unapenda starehe ya kuvuta sigara na vitu kama hivyo, lakini sio sahihi kwenye maisha yako, itaathiri afya yako. Kwa hiyo kuna wakati Mungu ataachilia hata magonjwa yakupate, ili wakati umelala kitandani ndipo uitafakari njia yako na urudi katika njia iliyo sahihi. Rafiki yangu, wakati mwingine Mungu ametangulia mbele na wewe uko nyuma mbali au hamendani pamoja. Mungu ataruhusu baadhi ya vitu vitokee ili uweze kupelekwa katika njia sambamba na Mungu. Kitabu cha Amosi sura ile ya 3 fungu la 3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kwa itabiri saa nyingine Mungu akushike mkono, akuvute, akutoe. Piga picha wakati Sodoma na Gomora inavamiwa na lile kundi la malaika kwa ajili ya kuangamizwa. Piga picha mke wa Lutu akiwa yuko pale ndani pamoja na watoto wake pamoja na Lutu mwenyewe. Wanapohitaji kutoka, lakini kila saa wanakumbuka kuna kitu hakijakaa sawa, wanakihitaji kile kitu. Fikiri juu ya huyu mama akiwa anawaza vitu vyake, maana siku zote wanawake wanakuwa na vitu vingi vizuri kuliko hata wanaume. Anapohitaji kutoka, Biblia inasema ilibidi malaika washike mkono na kuwatoa kwa nguvu ili waendane sawa sawa, wapelekwe sehemu, maana ile nchi inaangamizwa, ule mji unaangamizwa. Wakati mwingine inabidi Mungu aweze kukuvuta, akutoe katika njia ambayo haiko sawa sawa. Wakati mwingine italeta maumivu, ikubali kwa sababu ni kwa faida yako. Njia ni ya haki kwa sababu zinatufanya tupatane na muhusika sahihi, mchungaji mwenyewe ambaye ni Mungu wetu. Hizo ndio njia sahihi. Rafiki yangu, wakati mwingine tunaishi katika maisha ambayo hatuna haki. Nikisema hatuna haki namaanisha nini? Hatutendi haki kama Mungu wetu anavyohitaji. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mungu anahitaji tuwe watu wa haki, ndicho ambacho anakihitaji. Lakini wakati mwingine tumeshindwa kuwa watu wa haki kazini, nyumbani. Kwa hiyo kuna matukio mengine Mungu ataruhusu yatupate ili tukumbuke kuna mtu tulimvunjia haki yake. Unajua, inatakiwa watu wayaone matendo yetu mema, wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Rafiki yangu uliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kitu gani ambacho kinatangazwa katika maisha yako? Ninakubali hakuna mtu mkamilifu, lakini pale unapogundua kwamba umekosea, tubu, muombe Mungu akupe nguvu mpya ili uweze kusonga mbele. Katika kitabu cha Luka sura ya 6 fungu la 36 anasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Ni njia ya haki kwa sababu Baba yetu anahitaji tufanane na yeye kitabia. Kama Mungu ametubeba katika madhaifu yetu, ametuhurumia, na sisi tuweze kuwahurumia wale watu wengine ambao tunapaswa kuwahurumia. Ni picha gani ambayo unaiwasilisha pale kazini kwako? Ni picha gani ambayo unaiwasilisha pale nyumbani kwako? Ni picha gani ambayo unaiwasilisha? Unawasilisha au unawakilisha picha ya Mungu au ya ukatili? Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Matendo yetu yawe ni matokeo ya nuru ya Mungu ambayo tukitazama tunaakisi tabia yake. Ni njia za haki
kwa sababu zinatufundisha kupelekana na Mungu wetu. Rafiki yangu, ni njia za haki kwa sababu zinabadili maisha yetu. Katika njia za haki kwa sababu zinabadili maisha yetu. Kwenye kile kitabu cha Zekaria sura ile ya 8 fungu la 23, nasoma Kiswahili cha kisasa, anasema, wakati huo nasema mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi, watu 10 kutoka mataifa ya kila lugha watamng'ang'ania Myahudi mmoja na kushika nguo yake na kumwambia, tunataka kwenda pamoja nanyi kwa sababu tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Hizi njia ni za haki kwa sababu watu watakapotuona watamuona Mungu tunayemtumikia na watakubali kuambatana nasi kwa sababu ya Mungu tuliena. Neno Myahudi hapa halimaanishi Myahudi kama taifa tu, bali linamaanisha Myahudi wa kiroho, mwana wa Ibrahimu wa kiroho. Paulo anasema hawawi wote wana wa Ibrahimu kwa kuzaliwa na Ibrahimu, bali katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Hapa tunaongelea kubarikiwa kupitia Yesu Kristo, kubadilishwa tabia kupitia Yesu Kristo. Mtu akuone aseme, huyu Mungu unayemtumikia, nami nahitaji kumfuata na kumtumikia huyu Mungu. Hiki ndicho ambacho kinatakiwa. Njia za haki kwa sababu zitabadili maisha yetu, zitabadili matendo yetu, zitabadili muonekano wetu wa nje, zitabadili matamshi yetu, zitabadili maneno yetu. Ni njia za haki kwa sababu zinatupatia ushuhuda sahihi. Tunapokuwa watu wa haki, maisha yetu yanamtukuza Mungu. Njia sahihi au njia za haki, haidhuru safari iwe ngumu au rahisi. Lakini habari njema ni hii: katika hizi njia za haki za Mungu au njia sahihi, zinaongeza wingi wa maisha, zinaongeza wingi wa siku za kuishi. Kwenye kitabu cha Torati sura ya 5 fungu la 33 anasema, endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Kumbe kutembea katika njia sahihi ya Mungu, njia ya haki, kumbe inatuongezea uhai. Nimejaribu kuangalia taratibu za kimungu katika Biblia, zote ukizingatia maisha yanarefuka. Kwa mfano, nimeshawahi kufundisha mara kadhaa hapa ya kwamba kuna wakati mwingine ambapo moja ya vitu vinafupisha maisha ni msongo wa mawazo. Lakini Biblia inasemaje? Furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Furaha inaongeza urefu wa maisha. Unaona jinsi maandiko yanavyoweka vizuri mambo haya. Huzuni inapunguza maisha. Biblia inasema furahini katika Bwana. Nini kinachotupatia huzuni katika maisha yetu? Ni matukio, mambo yanayotokea. Nini kinatupa furaha? Ni katika Bwana, sio katika akaunti yangu, sio katika watu wanaonipongeza, bali ni katika Bwana. Sio katika wingi wa mali, bali ni katika Bwana. Sio katika watu ambao jinsi ambavyo hawanisemi vibaya, bali ni katika Bwana. Utakapoelewa hili, wakati unasemwa vibaya, furaha yako itabaki pale.